la kuwajuza mashabiki na wanachama wa klabu ya Yanga. Katikati hapa kuna baadhi ya players tulikuwa tunawakosa kwa sababu ya majeraha. Lakini habari njema ni kwamba wachezaji wale wamesharecover 100% na kazi inabakia sasa kwa Milud Hamdi kuchagua. Nafikiri mmeona leo kwenye zile video za safari, profesa mpira hapa Kome Zuzwa alikuwa anaongea, anafanya maana yake tukutane Tanga, tukutane Tanga, Tanga ndio kauli ambayo Yanga tuko na kila mwana Yanga, tukutane Tanga. Na uzuri, unajua ukifuatilia vizuri habari ya Tanga, msafara wa Yanga kwenda Tanga ndio habari kubwa zaidi ya kimpira inayojadiliwa zaidi Tanzania kuliko habari nyingine yoyote. Yes, kwa sababu wana Yanga wameamua kulibeba jambo lao 100%. Kwa hiyo ndio jambo kubwa zaidi la kimpira ambalo linasubiri kuona linafananaje. Haya, pamoja na timu kuwa imeondoka, imefika, matarajio ni kushuhudia mchezo na nini, lakini mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Tanga amemwahidi Ally Kamwe chai ya nazi. Ally Kamwe mwenyewe anathibitisha chai ya nazi. Jana nilimuona mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Tanga, Balozi Batilda Burhan alikuwa anafanya mahojiano na moja ya chombo cha habari, na akasema ana shauku kubwa ya kumkaribisha Tanga kijana wake Ally Kamwe, na akasema nikifika pale atanipa chai ya nazi. Sifahamu chai ya nazi. Kwa hiyo nimwambie mheshimiwa mkuu wa mkoa, mama yetu, umetukaribisha Watanzania wote Tanga, na sisi Yanga tumeitikia wito na tutakuletea pia zawadi kutoka Yanga. Unajua uungwana unalipo kwa uungwana, na haya ndio mambo ya football. Naelewa sisi tunakwenda kwenye mkoa wa watu, na mkoa wa watu kwa mujibu wa taratibu mheshimiwa mkuu wa mkoa pale ndio anaosimamia ule mkoa. Ametukaribisha vijana wake, ametuambia wana Yanga, njooni mtuchangamshie mkoa wetu, njooni mkoa upendeze, biashara zifanyike hapa, kila mtu enjoy kuona kuna mechi ya nusu finali. Kwa sisi kama wana Yanga, kesho safari kabla hujaanza hapa tutapiga pia dua kumwombea pia mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Tanga, Mwenyezi Mungu amjalie hekima na maarifa zaidi, kwa sababu amekaribisha Watanzania nyumbani kwake waende kufungua pia fursa mbalimbali. Kwa hiyo wana Yanga tunakwenda na tutafika kwenye ofisi ya mkuu, yaani msafara wetu huu ambao tutakutania Tanga, tutafika kwa mkuu wa mkoa kumsalimia na kumpa zawadi yetu. Haya, wana Yanga sasa, pamoja na yote msafara wao umeusikia namna ambavyo umebainishwa hapo kuelekea Tanga, shangwe la kutosha, lakini watapita kwa mkuu wa mkoa pale kusalimu kwa mkuu wa mkoa wa Tanga na kupeleka zawadi kidogo. Tulishatajia mtaji hapa. Na kwenye yote kwa yote balozi au jamaa wewe bado unawaza finali kwanza? Mimi nawaza finali kwa Sawa, tupite pia kwa JKT Tanzania, tuwasikie na wao wanajiandaaje kuelekea katika mchezo huo. Tumezungumza na mwalimu mkuu wa kikosi hicho Ahmad Ali akibainisha maandalizi na ugumu wa mchezo anauonea wapi. Tunashukuru tumefika salama, maandalizi yako vizuri. Tangu tumefika hapa I think tunajaribu kuangalia hali ya hewa ilivyo, haitofautiani sana na huko tulikotoka. So wachezaji wetu wako kwenye hali salama, na muda sio mfupi tutaingia kwenye mazoezi kwa jinsi gani ambavyo tunaanza kuweka plan kwa maana hizi siku mbili. Kwenye msimu mnakwenda kukutana kwa mara ya 3 na Young Africans. Kiufundi huwa inaleta shida ama huwa ni nyepesi unapokutana na timu mara kwa mara? I think ni good opportunity kwetu kukutana na timu kama ile, timu bora kama Yanga, na kwa karibu mara 3. For me big time kulearn zaidi, kuona jinsi gani ambavyo 2 games jinsi ambavyo tulicheza, nini ambacho tulimprove sana na nini ambacho hatukuimprove. Kwa hiyo ni good opportunity kwangu, kwa wachezaji pia. I think ni kitu kizuri for me mwalimu. Siwezi kusema kwamba labda kina faida au kina hasara, lakini ni nzuri kwetu kuendelea kujifunza, kukutana na timu bora za ubora huo ambao Yanga wanao. Na huwa ina uzito ama inaweza kuwa nyepesi unapokutana na timu kama hivi mara 3? Kuna uzito. Unajua 2 games at least inaweza kuwa na different moment,
lakini hii game ya tatu haiwi kwenye ligi ile ambayo tumekutana kule mara mbili. Uzito upo kwa sababu hii ni knockout. If you win utasonga mbele, kama utalose basi utakuwa out. Kwa hiyo uzito unakuja sasa, ni tunacheza na bingwa mtetezi, ni timu bora, ni timu ambayo inaamini yenyewe ni timu A ambayo inaweza kuwa na nafasi kubwa kwetu sisi. Ugumu unakuja hapo na aina ya mashindano na uhitaji wa aina mashindano. Huo nafikiri ndio ugumu, lakini kwenye tactical ni kitu kizuri kwa sababu kitaleta good changamoto kwa kwetu sisi kuziona jinsi gani tunazisolve kwa mara ya tatu, na kwao pia maswali gani ambayo yanaweza kuwa ni magumu kwao kuuliza na wao kutuuliza ili tuwe vizuri kwa hizo moment. Kwenye ugumu ndio ambapo sisi tuna lane zaidi. Naamini huo ndio ugumu, lakini ugumu mwingine ni huo aina ya mashindano ni tofauti na NBC Premier League. Coach, mchezo ambao mnauendea ni piga ua kama ulivyosema, ukipigwa unaondoka, ukishinda ndo unaenda mbele. Mnajiona kama JKT Tanzania mkitimiza adhima yenu ama malengo yenu ya kucheza fainali na kushiriki katika michuano ya CAF? I think tuko ndani ya malengo na matamanio yetu ni kuweza kufanya vizuri. Tunapokuwa na malengo hayo hatutaangalia kusema kwamba labda sisi tujiwekee tutakutana tu na timu fulani, hapana. Tunapozidi kusonga mbele basi tunakutana na wale ambao wako bora zaidi, lakini malengo ya club management, sisi staff pamoja na wachezaji ni kuweza kupata nafasi ya kusogea mbele zaidi. Kwa hiyo ili tusogee mbele lazima tuwe bora kwenye mchezo na tuweze kufanikisha yale malengo ambayo tumejiwekea. Sawa, Ahmad Ally huyo kocha wa JKT Tanzania alikuwa akibainisha hapa namna gani wameweka malengo yao na wanauendea vipi mchezo. Lakini kabla mchezo huo kuna mchezo wa fainali ambao unahusisha